Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mkubwa Fella siku ya leo ameweza kuzua gumzo kubwa sana huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuamua kuzungumzia hili sakata zima ambalo linaendelea kuhusiana na msanii Aslay. Tunafahamu wazi mchango mkubwa wa Mkubwa Fella katika mziki wa Aslay, tunaweza kusema ni mchango mkubwa kwa sababu ukiangalia tangu kile kipindi Aslay yupo katika kikundi na wenzake watatu, ukimwangalia Aslay, Mbosokani, Nokibela pamoja na Beka Flavor, wote hawa walikuwa ni vijana ambao wamelelewa kisanaa pamoja na Mkubwa Fella. Yani Mkubwa Fella ndiye ambaye amewalea, na ndio maana mara nyingi sana ukisikiliza zile ngoma ambazo walikuwa wanazifanya wao kama kikundi cha Yamoto Bendi, walikuwa wanapenda kusema Mkubwa na wanawe. Sasa watu wengi walikuwa hawaelewi kwa nini walikuwa wanapenda kusema vile. Inamaanisha Mkubwa Fella pamoja na watoto wake, yani Mkubwa Fella aliwalea hawa vijana wanne kama vile ni watoto wake, na baada ya kuvunja kikundi chao wakaendelea na urafiki wao, na Mkubwa Fella akaweza kuendelea kuwapa ushauri zaidi na zaidi, na baadaye basi tukaona kila kijana akawa anajitafuta kinamna yake hivi, na Mbosokani alikuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao wamefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Mkubwa Fella siku leo alikuwa na interview na waandishi wa habari na alizungumza mambo mengi sana. Tunafahamu Mkubwa Fella alipitia kipindi kigumu hapo nyuma, alipitia kipindi alikuwa anaumwa, lakini pia tuliweza kuona ni kwa namna gani baadhi ya wasanii wa kina Mbosso walijitokeza kwa ajili ya kumpatia msaada wa fedha, na mpaka sasa hivi Mkubwa Fella afya yake ipo vizuri kabisa na anaendelea vizuri. Siku ya leo ikabidi Mkubwa Fella aulizwe kuhusiana na sakata zima la msanii Aslay, kwa sababu tunafahamu Mkubwa Fella ndio mtu ambaye anawasiliana karibu zaidi na Aslay, kwa sababu wametoka mbali mpaka hapa ambapo wamefikia. Lakini hiki cha kushangaza au kibaya zaidi, Mkubwa Fella ameweza kumkataa Aslay na kudai kwamba Aslay baada tu ya kuvunja kile kikundi chao cha Yamoto Bendi, ni kama vile alijitenga moja kwa moja na Mkubwa Fella, akawa tena hampigii simu za Mkubwa Fella hashiki. Ni kama vile Mkubwa Fella anafikiri Aslay aliweza kuwa mshamba wa mafanikio. Alipopata mafanikio akamsahau kabisa Mkubwa Fella kama ndo mtu ambaye alimsaidia katika sanaa ya muziki, na mkubwa mtu ambaye anamsifia na kumkubali sana kwamba alikuwa anarudisha shukrani kwake ni msanii Mbosokani. Mkubwa Fella anakuambia Mbosokani amekuwa ni msanii ambaye mara nyingi sana huwa anampigia simu, anamshukuru, lakini pia hata alipougua Mbosokani alikuwa ni moja kati ya msanii ambaye alikuwa anamjulia hali za mara kwa mara na kumsaidia kifedha. Lakini Mkubwa Fella kitu kingine ambacho amekizungumza, amedai kwamba Aslay aliona au alidhani labda Mkubwa Fella anavomtafuta kumpigia simu anataka maokoto yake au anataka malipo, lakini Mkubwa Fella yeye anakuambia kwa sasa hivi kinachomtokea Aslay ni kama vile malipo ya ubaya wake ambao ameweza kumfanyia Mkubwa Fella. Mkubwa Fella anasema sio laana anaacha, lakini anajua kabisa unapotendewa wema unatakiwa kukumbuka ule wema uliotendewa, alafu baadaye kugeuka nyuma na kumrudia yule mtu na kumpata shukrani au kumshukuru hata kwa maneno inatosha. Lakini Mkubwa anakuambia Aslay alijisahau moja kwa moja, na sasa hivi katika hii game Aslay amepotea. Aslay hazungumziwi. Aslay ni kama vile hayupo kabisa katika hili game na wala hayupo kabisa katika hii sanaa ya muziki, na Mkubwa Fella anakuambia kwa sasa hivi hana cha kumsaidia Aslay, na hata akirudi kwake anakuambia hana cha kumsaidia. Sasa hivi anaangalia vijana wengine ambao wanatamani kutoboa, anawasaidia, anawapushi waende mbele. Aslay alisaidiwa, akapushiwa, ameenda mbele, amesahau wale ambao walimsaidia wakina Mkubwa Fella. Mkubwa anakuambia ameugua, anampigia simu Aslay, Aslay ashiki simu, na sasa hivi ndo kama hivi matatizo yamemkuta tena Aslay, atahitaji msaada kwa watu kama Mkubwa Fella. Ni kama vile anaenda kukosa msaada. Unatakiwa utende wema kwa watu ili mradi baadaye utakapohitaji msaada usikose watu wa kukuangalia. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.